إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mafanikio yetu yako katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya duniani ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya akhera akaipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema birrul walidaini ba'da wafatihima, kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kufariki. Kuwafanyia wema wazazi wawili au mzazi mmoja ambaye tayari amekwisha kufariki, ameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanafahamu anayetakiwa kufanyiwa wema ni yule ambaye yuko hai. Hata aliyefariki vile vile unatakiwa kumfanyia wema. Ana haki ya kufanyiwa wema, ana haki zake ambazo unatakiwa umfanyie. Leo watu wanaeleza haki za wanandoa. Mume ana haki gani kwa mke wake na mke ana haki gani kwa mume wake? Lakini kijana ana haki gani kwa baba yake akiwa yuko hai? Na mzazi naye pia ana haki gani kwa mtoto wake? Haya yanaelezwa, lakini ni mara chache sana watu kukumbushwa kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kuwa
wamekwisha kuondoka katika ulimwengu huu. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo muhimu ni kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kufariki. Unatakiwa kuwafanyia wema wanapokuwa wako hai, na wanapokuwa wamefariki vile vile unatakiwa uwafanyie wema. Birrul walidaini min ahammil muhimmati, kuwafanyia wema wazazi wawili ni miongoni mwa mambo ya muhimu sana kuliko mambo yote. Wa a'dhamil qurbati, na kuwafanyia wema wazazi wawili ni miongoni mwa vitu vikubwa vya kukuweka wewe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajalli taati, na kuwafanyia wema wazazi wawili ni miongoni mwa taa zilizokuwa njema, ni miongoni mwa taa ambazo ni za muhimu sana. Wa aujabil wajibati, na kuwafanyia wema wazazi wawili ni miongoni mwa mambo ya wajibu sana. Inawezekana unafahamu mambo ya wajibu ambayo unatakiwa kuyafanya. Katika mambo hayo unatakiwa fahamu ya kwamba kumfanyia wema mzazi au wazazi wawili, jambo hili ni la umuhimu mkubwa kuliko mambo mengine. Wa huququhuma, na kuwaasi wazazi wawili na kutokuwafanyia wema na kutokuwafanyia mazuri wazazi wawili wakiwa hai au wakiwa wamefariki, min akbaril kabairi, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Wa aqbahil jaraim, na ni katika makosa makubwa. Hakuna kosa kubwa kama vile kutokuwafanyia wema wazazi wawili. Wazazi ambao wamekuhangaikia, wamekulea, wamekusomesha, wamehangaika usiku na mchana, alafu leo wewe unakuja unawapuuza na kuwadharau. Tena wanapokuwa wamekufa ndio kabisa wanasahaulika. Watu wengi wamewasahau baba zao ambao wamewazika. Watu wengi wamewasahau mama zao ambao wamewazika. Wanaona wanapowazika ndio basi tena hakuna cha kuwafanyia. Ndugu zangu katika imani, yako mambo mengi ya kuwafanyia wazazi baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Baada ya kufariki kuna mambo mengi ya kuwafanyia wazazi. Miongoni mwa mambo hayo ni al-istighfaru wad-du'a lahuma, ni kuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto anakaa anafanya istighfari, anamwombea msamaha baba yake aliyefariki, anamwombea msamaha mama yake aliyefariki, au anaombea msamaha wote wamekwisha kuondoka, amekaa anatenga muda wake kwa ajili ya kuombea msamaha wazazi wake, lakini pia anakaa kwa ajili ya kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, wa mimman dhukira birruhum fil Qur'an al-Karim, na miongoni mwa wale waliotajwa, umetajwa wema wao, wema wa kuwafanyia wazazi waliotajwa katika Qur'an ni Nuhu alayhi salam, ni Nabiullahi Nuhu, ziwe juu yake aman, haithu qala, pale aliposema, na maneno haya yakanukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nuhu anasema rabbi ghufirli, e Mola wangu naomba unisamehe mimi, wali walidayya, na ninaomba uwasamehe wazazi wangu. Anawaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza amejiombea yeye mwenyewe, kisha akawaombea wazazi wake, anawaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, Ibrahim naye anasema rabbana, e Mola wangu, e Mola wetu,
rabbana, Mola wetu, ighfirli, naomba unisamehe mimi, wali walidayya, na ninaomba uwasamehe wazazi wangu wawili, walilmu'minina yawma yaqumul hisabi, na uwasamehe waumini siku ambayo hesabu itasimama. Uweze kuwasamehe wazazi wangu, lakini pia uweze kunisamehe mimi na uwasamehe waumini. Maneno haya yamenukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha umuhimu wa mzazi, umuhimu wa baba yako, umuhimu wa mama yako, kwamba unatakiwa kuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna Allaha la yarfa'u darajata lil'abdi salih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala humnyanyua daraja mja mwema, ananyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala fil janna, katika pepo ananyanyuliwa daraja. Mja huyu baada ya kunyanyuliwa daraja, fayaqulu rabbi, anasema Mola wangu, min aina li hadha, ni kutokana na kitu gani mimi kunyanyuliwa daraja hili? Nimepewa daraja ya juu, nimenyanyuliwa daraja, sababu ya kunyanyuliwa daraja ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu mja huyu, atamwambia, bistighfari waladika laka, umenyanyuliwa daraja kwa sababu ya istighfari, kwa sababu ya msamaha wa mtoto wako, msamaha ambao anakuombea wewe. Kwa sababu kubwa ya wewe kupandishwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu umeacha duniani mtoto ambaye anakuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana leo hii umepandishwa daraja, umepewa daraja ya juu. Sasa kama umeacha watoto 10, umeacha watoto 8, umeacha watoto 5, na kila mmoja anaelewa umuhimu wa kumwombea msamaha mzazi wake, mzazi huyu atapandishwa daraja, atakuwa daraja ya juu sana. Ndugu zangu katika imani, kumwombea msamaha mzazi aliyefariki, hii ni haki yake kwako wewe. Unatakiwa kumwombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huko ndio kumfanyia wema mzazi. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata al-insanu au idha mata ibn adam, pindi anapofariki mwanadamu, inqata'a anhu amaluhu, matendo yake husimama, matendo yake hukatika, illa min thalatha, isipokuwa matendo matatu. Hayo huwa hayakatiki. Hata kama mtu amefariki, amewekwa kaburini, anaendelea kunufaika na mambo hayo matatu. Atakapoenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ataendelea kunufaika na mambo hayo matatu. Mambo hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja, akasema, sadaqatin jariya, sadaka ya kuendelea ambayo umeifanya wewe. Umejenga msikiti au umeshiriki katika ujenzi wa msikiti, umejenga madrasa au umeshiriki katika kujenga madrasa, thawabu za huo msikiti ambao unaswaliwa utaendelea kuzipata hata ukiwa kaburini. Umekufa, unaendelea kupata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaendelea kunufaika kutokana na thawabu za kuchangia ujenzi wa msikiti. Unaendelea kunufaika kutokana na thawabu za kuchangia kujenga madrasa.
unaendelea kunufaika kwa sababu ya kuchangia kuchimba kisima, watu wakaendelea kunufaika, watu wakaendelea kupata maji, wanapata maji ya kunywa, wanapata maji ya kutawadhia. Wewe unaendelea kupata thawabu huko uliko ukiwa katika kaburi lako. Au umetengeneza njia, watu wanapita katika njia hiyo, unaendelea kupata thawabu ukiwa katika kaburi lako. Tukizama katika imani, sadaka za kuendelea ni vyema Muislamu ukawa ni mwenye kushiriki. Usirudi nyuma katika kuhakikisha unajitengenezea jambo ambalo utaendelea kunufaika nalo hata utakapokuwa uko kaburini. Tuzama katika imani, leo watu wanajenga majumba, wanasahau kujenga makaburi yao, wanasahau kujenga akhera yao. Unamkuta mtu ana nyumba kubwa lakini hajawahi kuchangia hata ujenzi wa msikiti, hajawahi kuchangia hata ujenzi wa madrasa, hajawahi kuchangia hata kuchimba kisima, hajawahi kuchangia. Hii ni hasara. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja anatakiwa ajitengenezea sadaka ya kuendelea, kwamba mimi leo nikiwa nimefariki ni kitu gani ambacho kitaendelea kunipatia faida mimi. Kisha Mtume akasema, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye kupatiwa faida. Umewafundisha watu elimu na watu wananufaika kutokana na elimu hiyo, ukiwa kaburini utaendelea kunufaika na thawabu za wewe kufundisha elimu ambayo ina manufaa. Kisha Mtume akasema, au waladin salihin, au mtoto mwema yad'u lahu, anayemuombea dua mzazi wake. Ukiacha mtoto mwema, mtoto huyo ataendelea kukunufaisha hata ukiwa kaburini. Akifanya jema anapata thawabu, lakini na wewe vile vile unapatiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kumlea mtoto wako katika mazingira ya kuwa ni mtu wa kheri. Mwanadamu anapofariki huacha watoto, ima anaweza akaacha watoto wema au yawezekana akaacha watoto waovu. Ni kutegemea na vile ulivyowalea watoto wako. Unaweza ukaondoka hapa kutokana na malezi yako mazuri, ukaondoka katika ulimwengu huu ukaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukanufaika na watoto wako uliowazaa, kwa sababu ni watoto wema, kwa sababu ni watoto ambao wanakuombea dua, kwa sababu ni watoto ambao wanafanya ibada, watoto wanajielewa. Lakini pia unaweza ukaacha watoto majambazi, unaweza ukaacha watoto wavuta bangi, unaweza ukaacha watoto matariku swala, si watu wa ibada. Unaweza ukaacha watoto walevi, ni watoto ambao umewazaa wewe Muislamu, lakini ni walevi, wanakunywa pombe mpaka wanalala huko ba. Hao ni watoto wako. Jamii inashangaa, mbona fulani alikuwa ni mtu mwema, mbona watoto wake ni waovu, wanakunywa pombe? Yawezekana wewe ulilelewa vizuri na baba yako, wewe ulilelewa vizuri, ulipewa malezi mazuri na wazazi wako, lakini wewe haujawapa watoto wako malezi mazuri. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matendo yatakayomnufaisha mwanadamu akiwa kaburini ni pale atakapokuwa ameacha watoto wema, watoto ambao wanawaombea dua wazazi wao. Leo ni watoto wangapi ambao wanawakumbuka baba zao waliokufa? Leo ni watoto wangapi ambao wanawaombea dua wazazi wao waliofariki? Yawezekana kijana wa Kiislamu anaona kwamba mimi sina uwezo wa kumuombea dua mzazi, ngoja kwanza nikamtafute shekhe. Hivi mwenye uchungu na huyo ni nani? Mwenye uchungu na baba yako ni shekhe au ni wewe? Na yawezekana kumuita shekhe akaja hapo kwa sababu ya posho utakayempa, lakini hana ikhlas katika dua yake. Lakini wewe utakaponyanyua mikono yako, wewe ndio mwenye uchungu na baba yako,
Wewe ndio mwenye uchungu na mama yako, wewe ndio mwenye uchungu na wazazi wako. Leo ni watoto wangapi ambao wanawaombea dua wazazi wao? Watu wamesahau. Yawezekana baba amefariki zaidi ya miaka 10, ameshasahau kabisa, lakini hata kukumbushana pia hawakumbushani. Kila mmoja yuko kivyake na hakuna anayekumbuka kumuombea dua baba yake au mama yake. Ndugu zangu katika imani, kuwaombea msamaha wazazi ni kitu cha msingi, na kuwaombea dua wazazi wako baada ya kufariki ni jambo la muhimu sana. Miongoni mwa mambo ambayo Muislamu unatakiwa kuwafanyia wazazi wako ni as-sadaqatu lahuma, ni kuwatolea sadaka. Watolea sadaka. Wangekuwa wako hai ungewapa matumizi, ungewapa pesa, lakini leo hawapo. Pesa hiyo itoe sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba pesa hii inaitoa, thawabu zake zimwendee mama, thawabu zake zimwendee baba, au thawabu zake zimwendee baba na mama wametangulia mbele ya haki, wamekufa. Watolee sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu, anna ummahu tuwfiyat wa huwa ghaibun anha, hakika mama yake alifariki akiwa yeye hayupo. Aliporudi anaambiwa mama yako amefariki, na wakati huo hapakuwa na mawasiliano, kwamba kama mtu amesafiri kijiji cha mbali, mji wa mbali, huko aliko anapewa taarifa ya msiba. Wakati huo hapakuwa na mawasiliano, hapakuwa na simu. Kwa hiyo alisafiri, amekwenda safari yake, aliporudi akakuta mama yake amekwisha kufariki. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, hakika mama yangu amefariki mimi nikiwa niko safarini, mimi nikiwa sipo. Ayamfauha shay'un in tasaddaqtu bihi anha, hivi anaweza kunufaika na chochote nitakachomtolea sadaka? Nikimtolea sadaka hiyo itamnufaisha mama yangu? Qala naam. Mtume akamwambia Saad, akamwambia ndiyo, ukimtolea sadaka mama yako atanufaika kutokana na sadaka utakayomtolea. Qala Saad akasema, inni ushihiduka, hakika mimi na kufanya wewe kuwa shahidi, anna haiti almukhrafa sadaqatun laha, bustani langu lenye matunda ambayo ni mengi na yako tayari, bustani yangu fulani, shamba langu la miti ya matunda, shamba hiyo ni sadaka kwa ajili ya mama yangu, namtolea sadaka mama yangu. Na wewe ya Rasulullah uwe ni shahidi juu ya hili, kwamba lile shamba nimelitoa sadaka kwa ajili ya mama yangu, thawabu zake zimwendee mama. Kwa hadithi hii na maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwelekeza sahaba huyu kwamba miongoni mwa mambo yanayomnufaisha maiti ni pamoja na kumtolea sadaka. Mtolea sadaka, lakini jambo hili watoto wamelisahau, na huenda wameachiwa mali na baba yao, wameachiwa manyumba, wameachiwa mashamba, wameachiwa maduka, lakini hawakumbuki hata siku moja kumtolea sadaka baba. Mwaka mzima, miaka inaenda, hawakumbuki. Jamani, tumtoleeni baba yetu sadaka, alituachia msingi, mali hizi ni zake, tumtoleeni sadaka. Hata kama hajawaachieni mali, amekusomesheni, amekulieni mpaka mkakua. Leo umekuwa na una kazi yako, una pesa, unashindwa kutoa sadaka kwa ajili ya baba yako, kwa ajili ya mama yako. Ni aibu ndugu zangu katika imani. Kwa miongoni mwa haki za mzazi kwa mtoto wake baada ya kufariki ni kumtolea mzazi sadaka, ni kumtolea mzazi sadaka, na unuie thawabu zake zimfikie mzazi wako. Ndugu zangu katika imani,
miongoni mwa mambo ya msingi kabisa ya kumfanyia mzazi ni qada'u dain ba'da mamatihima, ni kumlipia deni lake baada ya kufariki. Amefariki, ameacha madeni. Watoto mnatakiwa kumlipia mzazi wenu madeni yake, na hiyo ni haki yake kwenu nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nafsul mu'mini muallaqatun bidainihi, nafsi ya Muislamu imetundikwa kutokana na deni lake anayodaiwa, hatta yuqda, mpaka litakapolipwa deni hilo. Kwa miongoni mwa mambo ya msingi kabisa kumfanyia mzazi au kuwafanyia wazazi ni kulipa madeni yao. Kama kuna madeni ambayo walikuwa nayo, wanatakiwa kulipiwa. Na wanaotakiwa kulipa ni akina nani? Wanaotakiwa kulipa ni watoto. Katika hadithi nyingine ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yughfaru lishahidi, husamehewa mtu ambaye amekufa hali ya kuwa ni shahidi, amekufa vitani, madhambi yake yote yanasamehewa. Yughfaru lishahidi kullu dhanbin, shahidi, mtu aliyefia vitani, anasamehewa madhambi yake yote, illa dain, isipokuwa deni. Isipokuwa deni, deni hatosamehewa mpaka litakapolipwa. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ya msingi kabisa kumfanyia mzazi ni kumlipia madeni yake baada ya kufariki. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo inaelezea kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kufariki. Miongoni mwa mambo ambayo natakiwa kumfanyia mzazi au kuwafanyia wazazi baada ya kuondoka katika ulimwengu huu ni silatur rahmi, ni kuunga udugu, allati la tusalu illa bihima, udugu ambao hautaungwa isipokuwa kwa sababu yao. Unga udugu, sio mtoto anatamka anamwambia mtu, anamwambia ima ni baba yake mdogo, anamwambia ima ni jamaa zake wa karibu, kwamba wana ndugu yenu alikuwa ni baba yangu, mimi sio ndugu yako. Ndugu yenu alikuwa ni baba, lakini mimi sio ndugu yenu. Anakata udugu kabisa, na anazungumza maneno haya hata uoga hana. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokelewa na Abu Burda radhiyallahu anhu, qala, Abu Burda anasema, qadamtu almadinata, nilikuja katika mji wa Madina. Nilipoingia katika mji wa Madina, faatani Abdullah ibn Umar, akanijia mimi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, akaja kunisalimia. Alipokuja baada ya mazungumzo tuliyoyazungumza, faqala, Abdullah ibn Umar akasema, atadri lima ataituka, hivi unafahamu ni kwa nini mimi nimekuja kwako? Unafahamu lengo? Unafahamu ni kwa nini mimi nimekuja kwako? Qultu la, Abu Burda anasema, nikasema hapana, sijui ni kwa nini umekuja kwangu. Qala, akasema Abdullah ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema,
Man ahabba an yasila abahu, yeyote anayetaka kumuunga baba yake, fi qabrihi, akiwa kaburini mwake amefariki, anataka kumuunga baba yake ambaye amefariki na amezikwa kaburini, falyasul ikhwana abihi, basi na awaunge udugu ndugu na baba yake. Kwa nimelifanya hili kwa ajili ya kumuunga baba yangu akiwa kaburini. Tunaelekezwa hivyo na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtume anatuelekeza hivyo. Kwa nimekuja hivyo ili kumuunga baba yangu hata akiwa katika kaburi lake. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kumfanyia mzazi baada ya kuwa amekwisha kufariki ni ikramu sadiqihima, kuwakirimu na kuwaheshimu na kuwajali marafiki zao. Rafiki ya baba yako unatakiwa kumkirimu, rafiki wa mama yako unatakiwa kumkirimu, unatakiwa kumheshimu kama alivyokuwa anaheshimiwa na baba yako. Katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Ibn Umar anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna abarra albirri, hakika kufanya wema ambako ni kukubwa sana, silatul waladi, ni kuunga mtoto, ahla wuddi abihi, kuwaunga wale watu waliokuwa ni vipenzi vya baba yake, wale watu ambao walikuwa wanapendwa na baba yake amefariki. Miongoni mwa wema mkubwa wa kumfanyia baba yako ni kuwafanyia wema wale marafiki zake, ni kuwafanyia wema wale jamaa zake wa karibu, wale ambao walikuwa nawapenda na wewe wapende, wale ambao walikuwa kiwasaidia na wewe wasaidie, wale ambao walikuwa wanatembeleana nao na wewe watembelee watu hao, marafiki wa baba yako, marafiki wa mama yako. Kufanya hivyo ni kumfanyia wema baba yako au mama yako. Ndugu zangu katika imani, mambo haya ambayo tumeyaeleza yamekusanywa na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba siku moja Mtume akiwa amekaa na maswahaba zake, dakhala rajulun ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama, akaingia mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, waqala, na akasema, ya Rasulullah, akamwambia, Mtume wa Allah, hal baqiya alayya min shay'in liwalidayya abarruhuma bihi, hivi kuna jambo lolote lililobakia kwa wazazi wangu baada ya kufariki ili niweze kuwafanyia wema baada wafatihima, baada ya kufariki kwao? Anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, hivi kuna jambo la kumfanyia mzazi baada ya kufariki? Hivi kuna jambo la kuwafanyia wazazi baada ya kufariki au hakuna? Kwamba wakisha fariki basi mambo yao yameisha na hakuna jambo la wajibu mimi kumfanyia mzazi? Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, naam, yapo mambo ya kuwafanyia wazazi baada ya kufariki, mambo hayo yapo. Akamwambia, as-salatu alaihima, kwanza ni kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi wako wamefariki, unachotakiwa kulifanya wewe ni wewe kuwaombea dua wazazi wako. Mtume anamuelekeza sahaba, hakumwambia kwamba wewe njoo ili mimi niweze kuwaombea wazazi wako, kwa sababu Mtume alikuwa ni kiongozi wa wakati huo. Mtume anamuelekeza sahaba, miongoni mwa jambo la muhimu wewe kumfanyia baba yako au kuwafanyia wazazi wako ni kuwaombea dua wewe mwenyewe, wal istighfaru lahuma, na kuwaombea msamaha, waombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa infadhu ahadihima, na kutekeleza ahadi yao, min ba'dihima, baada ya kufariki kwao. Labda kuna jambo waliliahidi kulifanya, jambo la kheri, basi wewe kama mtoto
Una haki ya kwenda kulifanya jambo hilo ambalo baba yako aliahidi kwamba atalifanya. Alikuwa na uwezo na akasema ninatarajia kujenga msikiti mahala fulani, basi watoto muhakikishe kwamba msikiti huo mmeujenga. Ameahidi kwamba ningekwenda kufanya ibada ya hija, akafa kabla hajaenda. Watoto mnatakiwa mfanye mpango wa kuhakikisha kwamba ibada ya hija inafanywa kwa ajili ya baba yenu. Wasilatu rahimi, na kuunga udugu, allati la tusalu illa bihima, udugu ambao hauungwi isipokuwa ni kwa sababu yao. Wa ikramu sadiqihima min ba'dihima, na kuwakarimu na kuwakirimu marafiki zao baada ya kufariki kwao. Wale ambao walikuwa ni marafiki zao, nyinyi mnatakiwa kuwaheshimu, nyinyi mnatakiwa kuwakirimu, nyinyi mnatakiwa kuwatembelea kama ambavyo wazazi wenu walikuwa wanawatembelea. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu ya leo imezungumzia kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kufariki. Kwa tumetaja mambo kadhaa ambayo watoto wanatakiwa kuwafanyia wazazi wao. Mambo hayo yazingatiwe, na huko ndio kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kufariki. Ayuha alahibba, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وانصر الإسلام والمسلمين وخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.